Kulikuwa kuna mada ya nyumba au gari. Mimi nilikuwa very neutral. Nikasema kwamba kila mtu kwenye nafasi yake kwa wakati uliopo atachagua nini ambacho anaweza kuanza nacho. Sasa nikapata pia mawazo ya wadau tofauti tofauti. Mimi huwa napenda mawazo ya wadau tofauti tofauti. Kuna watu ambao wao walichagua upande moja kwa moja. Kuna mtu ambaye alichagua nyumba. Sasa alipochagua nyumba akatoa na faida zake nyingi sana. Akasema kwamba nyumba huwa ina tabia ya kupanda thamani. Yaani leo ukinunua gari la milioni 80 au ukanunua gari la milioni 100, ndani ya miaka mitano lile gari la milioni 100 halitakuwa na thamani ile. Litakuwa limeshuka sana au likiwa kwenye hali ambayo hata uwezi tena kufanya nini? Kuliuza au kupata hela yoyote kutokana na lile gari. Lakini nyumba ukikaa nayo miaka mitano au 10 au mingi tu miaka kadri tunavyoweza, ardhi inapanda thamani. Nyumba yenyewe pia inaweza ikashuka thamani, lakini as long as ile ardhi inapanda thamani, basi tunaweka kama nyumba au uwekezaji wa nyumba unapanda thamani. Japo kuwa clear kidogo ni kwamba kinachopanda thamani ni ardhi. Nyumba nayo uwezo kusema inapanda thamani. Nyumba ni kama gari tu. Nayo kwa muda unavyoenda, kama hautafanyia matengenezo na kuiboresha mara kwa mara, nayo itashuka thamani vile vile. Lakini ardhi, kwa sababu nyumba uwezo ukajenga hewani, ardhi inapanda thamani, kitu ambacho ni kweli. Sasa mwingine akaja na wazo tofauti. Unajua, yani ni kitu kizuri sana. Tunafikiria tofauti kabisa, kitu ambacho kinafanya hii dunia izunguke. Mwingine akasema tu, usiseme kujenga, sema umejenga wapi. Kama ni nyumba, yani ile nyumba umeijenga, lakini umeijenga wapi? Kirabe umejenga nyumba, lakini umeijenga wapi? Sijui fulani umejenga nyumba, lakini umeijenga wapi? Sasa yeye alikuwa na maana gani? Hasa kwenye hii miji mikubwa, unaweza kukuta kijana amejenga, sawa, lakini umbali alipojenga kutoka pale na kutafutia riziki kila siku, riziki yake ile ni mbali. Yani ni mbali kiasi ambacho safari ya kutoka nyumbani na kurudi ni adhabu kubwa sana. Yani ni adhabu kubwa ambayo inakuwa ni kama mateso, kwa sababu miji mikubwa mingi ina foleni na kila aina ya adha. Na huko nje ya mji pia ambako unajenga unakuta bado miundombinu haijakaa vizuri. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu ambacho utakuwa unakaa huko, sio kwamba maendeleo hayatafika, yatakuja lakini yatachelewa. Kwa hiyo gharama zako za usafiri zitakuwa kubwa, uchovu, unajua kuna gharama ambayo wengi hatuipigagi hesabu ya uchovu, lakini nayo itakuwa kubwa. Sawa, Kosti nyingine zote, kama una familia pia, watoto, shule, school bus na vitu vingine vyote, na wewe uwezo ukawa unaishi mwenyewe kama panga. Kwa hiyo kama na mwenzako, na wote mtakuwa mnatumia gharama kubwa. Kwa hiyo alisema tu isiishie kwamba umejenga, ila umejenga wapi? Sawa, Kitu kingine alichokisema, yani wazo lingine ambalo nilipata kwa mtu ni kuhusiana pia na gari. Unajua yeye akasema kitu kimoja. Kwenye nyumba na gari, yeye kwanza akaona ni kama tunajaribu kupima vitu au kushindanisha vitu ambavyo havina mahusiano. Kwa maana gani? Akasema kwamba gari ni kitu ambacho kinanunulika, tena gari ziko za bei hata ndogo kabisa. Yaani gari za kuagiza pia zipo za bei ambazo huwezi ukapata nyumba kwa hicho kiwango cha hela. Kwa hiyo kununua gari, akasema kusifananishwe na nyumba. Gari kuna facilitate namna ya wewe kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Yaani kwamba kukusafirisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Nyumba ni sehemu ya kuishi. Yeye alichokisema ni kwamba kuvishindanisha hivyo vitu viwili, yeye haoni mantiki yake. Alafu akasema pia kulingana na kazi ambazo watu wanazifanya tofauti tofauti, gari linaweza likawa na maana tofauti. Unajua kuna wengine kazi zao zinawataka wao wajibrand, wao wawe wa thamani kila ambako wanaenda. Yaani huwezi ukamuona Kirabe amekaa sehemu fulani au Kirabe ameshuka kwenye daladala au bajaji au bodaboda, alafu akija mkiongea lile dili bado umpe thamani ile ile. Kama ulikuwa una 0.10 basi utaipunguza moja, itakuwa 0.9. Kama zilikuwa ni 0.6 basi utaipunguza moja, zitabakia 0.5, kwa sababu tu ya namna ambavyo yule mtu amekuja kwako. Kwa hiyo akasema kwanza issue moja ya gari na nyumba kwamba ni vitu ambavyo tunafanisha, vitu ambavyo havifanani. Of which nadhani point ya kwa nini tunavishindanisha ni kwa sababu mnunuaji au mtu ambaye anaenda kumiliki hivyo vitu ni mmoja. Na hivyo vitu ni moja ya vitu ambavyo vina costi tuseme mamilioni kwa hela yetu ya Tanzania. Ndio maana kuna hali ya kuvishindanisha. Ila sio kwamba vyote vina matumizi yanayofanana. Yaani nyumba ni matumizi tofauti na gari, lakini
kikubwa ambacho kwa nini huwa tunakuwa na hii mada ni kwa sababu yule ambaye anaenda kumiliki ni mmoja, na mara nyingi sasa kwenye maisha ya vijana au maisha tu yetu ya kila siku, hivi vitu huwa vinakopwa. Kwa hapo kimbembe kinakuja, ukipata kimoja kupata kingine inabidi usubiri sana au usikipate. Kwa sasa mawazo ni mazuri, mimi nimefurahia yani kwamba tumepata mada, tumejadili na nimepata mawazo mazuri sana. Mwingine pia akasema kwenye magari, unajua moja ya vitu ambavyo watu wanakuja kujuta kwenye magari ni kwa sababu wanaenda kununua aina ya magari ambayo yanawatesa. Yaani aina ya gari ambalo unakuta yeye mwenyewe huyo mnunuaji hawezi kulimiliki, hawezi kulihudumia. Kwa hiyo moja kwa moja gari kwake linakuwa nightmare. Kwa hiyo sawa, unaweza ukawa umenunua gari, lakini angalia pia aina ya gari ambayo utaweza. Kwa sababu kuna mwingine ana gari, lakini hilo gari inabidi atembelee tu mwisho wa mwezi. Ndio ana uwezo wa kuweka mafuta atembelee, lakini siku nyingine za mwezi au ikishaisha wiki moja mbili inakuwa changamoto. Kuna mwingine amenunua gari sawa, lakini ile gari ni bovu. Yeye ni mzee tu wa garage, ana namba za garage watu kibao, garage 2, 3, garage Magomeni, garage sijui Kigoma mjini, garage Mwanza, garage Daru. Yani yeye popote anapoenda anahakikisha ana namba za mafundi. Kitu ambacho kwake inakuwa ni kero, bora atumie usafiri wa public na kufanya mambo mengine. Of course gari inahitaji hela ya pamoja unapoinunua, yani kwamba kama ni milioni 10, 15, 20 na kuendelea. Tofauti na nyumba ambayo inaweza ikaja kidogo kidogo. Nyumba ukishakuwa na kiwanja unaweza ukawa na milioni 2 ukaanza kitu kidogo, ukaenda milioni 3 ukaanza kidogo. Lakini kwenye gari sawa, yapo magari ya mikopo, lakini namna ya gari kidogo inahitaji uwe na hela fulani ya pamoja. Sababu kukopa gari nako mimi ni kitu ambacho naona kinaweza kikawa na msaada, lakini tuwe makini kulinganisha na hicho ambacho wewe unaingiza kila mwezi. Kwa sababu ukikopa gari ambalo lina makato makubwa sana likakutesa, ndo tunarudi pale pale. Unakuwa na gari lakini unashindwa kulitumia. Kwa mawazo yamekuwa ni mazuri, nafurahia wadau tunavyoendelea kuchangia hizi mada. Kwa hiyo ukiona kuna mada, kwa sababu mara nyingi huwa na post tu clip fupi ya dakika moja ambayo nakuwa naongelea tu mada kwa ufupi sana, na mara nyingi najaribu kuwa neutral au kuchagua upande ule ambao mimi naamini.